Hakika ni furaha kubwa kuwafikiwa kuimaliza Ramadhani hali ya kuwa tukiwa hai na wazima, na pia ni furaha kubwa kuyafikiwa kuhudhuria juma la kwanza baada ya Ramadhani huku tukiwa kwenye funga ya sita. Wengi walitamani waumalize mwezi mtukufu wa Ramadhani na waendelee katika maisha yao ya baada ya Ramadhani, na watamani kuona matunda yao vipi wataendelea baada ya Ramadhani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mapangilio yake na amewafikia aliowafikia, na ambao hawakuwafikiwa ni kadari imetangulia. Hakika kawaida huwa kabla ya kuanza khutba kuna kuombea dua wale wagonjwa waliotangulia, waliokuwa ni sababu ya sisi kufanya mambo kama haya. Na sehemu kama hii ilikuwa ni ya mzee wangu, lakini ameshikika na afya yake si mzuri. Kwa hiyo tutawaombea dua kwa wote insha Allah. Na sisi si ahli ya sehemu kama hii, lakini idha fukida malihu falkabihu malihu, basi tumewekwa tu ni tujaribu kushikilizia sehemu kama hii. Kwa hiyo insha Allah Mwenyezi Mungu awape afya waliokuwa wagonjwa, waliokuwa hospitalini, Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Waliotutangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awarahamu. Waliowatana, Mwenyezi Mungu awazisalihishe nyoyo zao waweze kupatana. Wenye madeni, Mwenyezi Mungu awasalihishie kulipa madeni yao. Wenye watoto, Mwenyezi Mungu awasalihishie watoto wao. Ambaye hawana watoto, Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Na sisi insha Allah Mungu atujalie ni katika akiba njema insha Allah kwa wazee wetu na umma insha Allah Taala. Hakika tumetoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani huku tukiwa kwenye hali tofauti. Tulikuwa kwenye Ramadhani msimu ambayo kwamba ni msimu uliobora zaidi kuliko misimu yote, lakini hali zaenda zikibadilika Ramadhani na baada ya Ramadhani. Wako watu waliotoka baada ya Ramadhani huku wakiwa wao ni kama siku waliozaliwa kwa kufutiwa madhambi yao, na watu waliotoka kwenye Ramadhani huku wakiwa ni wamejaziwa madhambi badala ya kufutiwa madhambi kama yale. Mungu asitujalie katika hao. Kuna maswali kadhaa lazima kila nafsi ambayo imetoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani ijiulize, na maswali kama hayo ni mathalan, madha baada Ramadhan? Kuna nini baada ya Ramadhani? Tumetoka kwenye Ramadhani na ni siku chache tangu tumalize mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuko kwenye mwezi mtukufu wa Shawwal. Lakini swali ni je, nini baada ya Ramadhani? Ramadhani imezie, je, imeondoka na khairati zake? Je, imeondoka na ibadati zake? Je, imeondoka na thawabu zake? Je, imeondoka na taa zake? Haya ni maswali ambayo lazima kila Muislamu aweze kujiuliza maswali kama haya ili ajijue yuko kwenye sehemu gani. Siku tangu tuondokewe na mwezi mtukufu wa Ramadhani huku tukiwa hatujui, je, tutakuwa kwenye Ramadhani nyingine? Sote bila shaka tutatamani kuwa baada Ramadhani itakayokuja Mungu atuafikie insha Allah tuwe ni wenye kuifunga kwa afya na furaha insha Allah. Lakini Ramadhani ndiyo mwezi ambao kwamba tulikuwa
tukijijenga imani zetu, tukijenga suluki zetu, tukijenga ruhania zetu kwa swala, kwa kusimama qiyamul layli, kwa kuswali matarawehe, kwa kuleta adhkari, kwa kusoma Qur'ani kwa wingi, kwa kutoa sadaka, kwa kufanya af'alul khairat na kufanya ihsani nyingi kwa nyingi, pamoja na kuunga zao. Kwani wengi walikuwa kabla ya Ramadhani walikuwa na jambo kadhaa, walikuwa na utesi na wendani wao, walikuwa na jambo kadhaa na wendani wao, lakini kwa kuwa Ramadhani imeingia wakayawata mambo kama yale kwa sababu ya kuingia Ramadhani. Na siku zote usiwe ni mja wa Ramadhani, bali ni lazima uwe ni mja wa Rahman. Kwa hiyo mambo yote haya tulikuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani mpaka tukawa ni wenye kuwa tumeonda utamu na halawatul iman, tukawa tumeionja ile iman namna ilivyo, mpaka tukajua uhakika wa saumu. Wengi wajua ni saumu ni kuatakula, ni kuatakunwa, lakini ndani ya Ramadhani kwa kuwa na madarasa kila sehemu na kila mahali, kujulishwa na mashekhe mbalimbali kuwa saumu Ramadhani si kuatakula, si kuatakufunga, si kuatakunwa, si kuatakadha wala kuatakadha, bali saumu ni kuata kila kile ambacho hakikukaribishi wewe na Muumba. Kwa hiyo mambo kama haya tulikuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani mpaka ikawa sisi mboni ito letu sisi ni kwenye swala. Ikawa sisi kule kuatakula na kuatakuna ndio raha kwetu sisi, kule kutosengenya na kutofanya jambo kadhaa na jambo kadhaa ndio raha kwetu sisi. Lakini swali, wama baada Ramadhan, je, vipi hali kama hii? Je, itaendelea baada ya Ramadhani? Je, hali kama hii je, itazidi au itapungua baada ya Ramadhani? Siku zote Ramadhani itakwenda na itakuya, lakini Mola wa Ramadhani bado uko pale pale. Kwa hiyo hali yetu sisi vipi kwenye Ramadhani na baada ya Ramadhani? Tulikuwa kwenye mambo ambayo yasiyokuwa sawa, lakini kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani tukawa sisi ni wenye kubadilika kutoka kwenye hali na kuingia kwenye hali nyingine, mpaka tukafunguliwa milango ya taufiki kwa waliofunguliwa milango ya taufiki, mpaka qala qailuna, akasema mwenye kusema, ya laitani mitu ala hadha alhal, natamani nife katika hali hii niliyo kwenye mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kwani ile Ramadhani yenyewe ilivyo ilikuwa yenyewe automatically imetubadilisha hali zetu, imebadilisha weather yetu namna ilivyo, imebadilisha yale maisha yetu tulivyokuwa tunavyoishi, sivyo tunavyoishi wakati si Ramadhani. Mpaka aliposema kuwa ya laitani mitu ala hadha alhal, natamani mimi ningekufa nikiwa kwenye hali kama hii, kwa sababu mwenyewe yuiona hali kama ile ni hali ya kuwa inayomridhi Allah subhanahu wa ta'ala, ni hali ambayo kwamba lao mtu yoyote ataulizwa basi atasema ya laitani mitu ala hadha alhal, natamani mimi ningekufa kwenye hali kama hii. Kwa sababu ukiangalia kukithiri kwa madarasa Ramadhani na kukithiri kwa matarawehe Ramadhani na kukithiri kwa af'alul khairati kwenye Ramadhani, mtu hujiona nafsi yake kuwa yeye ni katika almaqbulin. Ndio mpaka akasema kuwa ya laitani mitu ala hadha alhal, ya laitani khatimati kanat fi Ramadhan, natamani mimi mwisho wangu ungekuwa kwenye Ramadhani. Lakini hali kama hii ya kusema kuwa natamani mimi ningekufa kwenye hali kama hii, natamani mimi mwisho wangu uwe ni kwenye Ramadhani, ni mambo ambayo kwamba ni lazima
ujue yawezekana baada ya Ramadhani. Yawezekana hali yako ukaiendeleza baada ya Ramadhani. Yale uliokuwa ukiyafanya waweza kuyaendeleza baada ya Ramadhani. Kwani Mola wa Ramadhani uko pale pale. Ni Ramadhani tu kama mwezi umekuwa umekwenda. Na baada ya kuwa tumeondokewa na mwezi wa Ramadhani, huenda wetu sisi wakawa wala rubbama aada tariku sala li tarkiha. Huenda yule alikuwa akiata swala, sasa ameze kurudi kwenye kuiata swala yake. Na huenda yule ambaye alikuwa akila riba akirudi kwenye ile riba alikuwa akiila kabla ya Ramadhani. Na mwenye kufanya mambo yasiyomridhi Allah subhanahu wa ta'ala akirudi kufanya yale ambayo hayamridhi Allah baada ya Ramadhani. Je, hii ndiyo hali ambayo kwamba sisi tunataka tuishi? Je, hii ndiyo hali ambayo kwamba lau utaulizwa wataka kufa kwenye hali kama hii, je, utakubali kufa kwenye hali kama hii? Kwa sababu Ramadhani imetuondokea, haiyamaliza hata wiki tangu kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini wengi washarudi kwenye maskani zao. Wengi washarudi kwenye yale mambo yao walikuwa wamealimit kuwa mimi nitafanya Ramadhani kisha kuingia mimi sitofanya kadhaa. Baada ya Ramadhani fungulia mbwa. Je, ni katika mambo ambayo yatamanisha wewe uende ukaonane na Mola wako kwenye hali kama hiyo? Na huenda kuwa wengine walikuwa hawayafanyi mambo kama haya wakati wa Ramadhani. Walikuwa hawafanyi mambo mema wakati wa Ramadhani. Walikuwa ni katika watu waliokuwa kwenye ghafla. Lakini baada ya kuondokewa na Ramadhani wakaona kuwa tumeondokewa na jambo ambalo ni la muhimu sana. Wenyewe Waswahili wasema majuto ni mjukuu huja baada ya kitendo. Baada ya kuondokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani wakabakia wao ni kunena ya laitani mimi ningefanya jambo kadhaa kwenye Ramadhani. Sikufanya jambo kadhaa mimi wakati wa Ramadhani. Natamani angalau mimi ningeswali hata tarawehe moja wakati wa Ramadhani. Lakini mambo yote haya tuliyafanyia nafsi zetu huku tukiwa tumemsahau muumba aliyetuamrisha mambo kama haya tuyafanye kwa ajili yake, wala si kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, wala si kwa ajili ya kitu fulani, wala si kwa ajili ya jambo fulani. Tuyafanye khalisan liwajhi Allah ta'ala. Wala sisi si kwamba tusema kuwa bwana wewe Ramadhani mathalan ulikiswali raka 1000 au Ramadhani ulikuwa ukifanya jambo kadhaa wala jambo kadhaa, wala kwenye Ramadhani ulikuwa uko kwenye mujahadatun nafsi, ulikuwa ukipigana na nafsi zako na shahwa zako, pamoja na kuata kile kitu ambacho wakipenda zaidi, kumuata mke wako, kukiata chakula, kuata kule kunwa, kuata kusengenya, kuata kufanya jambo kadhaa, kuata kufanya jambo kadhaa kwa ajili ya Ramadhani. Wala si kwamba sisi twasema kuwa endelea namna hiyo hiyo bwana wewe baada ya Ramadhani muate mke wako, wata kula, wata kufanya jambo kadhaa, wata kufanya jambo kadhaa. La nagul hakadha. Lakini tusema la lilinqita' anil a'mali salihah. Tusijikate na kufanya yale mambo mema. Tusijikate sisi na kufanya yale tulokuwa tukiyafanya ya sunna ndani ya Ramadhani. Kwani misikiti Ramadhani ilikuwa ikiaa kwenye tarawehe ambayo ni swala ya sunna, ilikiaa kwenye hizo tahajjudi wakati ni swala za sunna, ilikiaa kwenye madarasa ambayo ni sunna. Lakini sasa tukiangalia ndo tumetoka kwenye Ramadhani yale ya faradhi, ukiangalia sufufu za swala za msikitini kwenye swala 5 zimekuwa zimepungua by 80%.
kwa kuangalia kuwa watu walikuwa wakifanya jambo kwa ajili ya Ramadhani. Kwani yale tulokuwa tukiyafanya wakati wa Ramadhani hali ya kuwa mambo kama haya ni sunna, kwa nini sisi tusiendeleze mambo kama haya wakati sayao sisi kwetu sisi ni faradhi? Katika maswali ambayo lazima pia tujiulize ni je, sisi tumepata faida gani sisi na Ramadhani? Kwenye Ramadhani wako waliochuma mema na wako ambao walikuwa kwenye ghafla, lakini swali ni lile lile, je, nini baada ya Ramadhani? Je, tumestafidi nini na Ramadhani? Je, ni katika wale ambao kwamba walivuna matunda mema? Je, ni katika wale ambao kwamba walikuwa wakifunga lakini laysa min siyamihim illa al-ju'i wal-'atash? Je, ni katika wale ambao laysa min qiyamihim illa al-ta'ab was-sihr? Kwa nini sisi tuyafanye mambo kama haya kwenye Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani tuwe ni wenye kujisahau? Kwa nini sisi tufanye mambo kama haya kwenye Ramadhani au kabla ya Ramadhani, ila baada ya Ramadhani iwe ni wenye kujisahau? Kwani limiti yetu sisi iko kwenye Ramadhani, kuwa sisi tula al-umr hatutafanya mambo ila baada ya kusikiliwa na Ramadhani? Hakika tumeuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani na mitana yake ambayo ilikuwa imejaa nurania ya madarasa, ya dhikri, ya mashahada, ya dua wa qiraati al-Qur'an, na masiku yake yenye ataya, masiku yake ambayo Mwenyezi Mungu kwenye kila usiku katika masiku ya Ramadhani anaata shingo huru na moto. Tumeshauaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatuna uhakika wa kufunga Ramadhani inayokuja. Je, tumeuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani pia tumeziaga zile ibadati tulokuwa tukizifanya? Je, tumeiaga ile subra tulokuwa nayo wakati wa Ramadhani? Je, tumeuaga yale masiku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alikiata huru na moto? Je, tumevuna nini kwenye masiku kama haya ambayo Mwenyezi Mungu hugawanya zawadi kwenye masiku kama haya? Masiku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huuliza kwenye kila usiku, huuliza, je, kuna atakaye kitu kwangu mimi? Hal min talibil haja? Je, kuna atakaye kitu kwangu mimi? Je, kuna atakaye toba kwangu mimi? Ni maswali ambayo kwamba sisi ni lazima tujiulize, kwani tumetoka kwenye Ramadhani. Je, baada ya Ramadhani vipi hali yetu itakuwa baada ya Ramadhani? Na vipi itakuwa hali yetu itakuwa kabla ya Ramadhani? Kwani mambo yote tulokuwa tukiyafanya, lau tungekuwa tuyafanya khalisan liwajhi Allah Ta'ala, basi haijalishi ile kuwa ni Ramadhani au kuwa si Ramadhani. Je, ni baada ya Ramadhani? Je, ni ndani ya Ramadhani? Je, ni nje ya Ramadhani? Je, ni kabla ya Ramadhani? Ingekuwa si mambo ambayo yatujalisha sisi. Lakini kwa kuwa sisi wenyewe tumejilimit nafsi zetu kuwa mimi nitafanya jambo kadhaa, mimi nitafanya jambo kadhaa kwa ajili ya Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu na sisi ametuafikia kwa vile tulivyojitilia nia sisi. Kwa hiyo maswali kama haya lazima kila mtu ajiulize nafsi yake, je, nini baada ya Ramadhani? Nimefanya jambo kadhaa, nimefanya jambo kadhaa ndani ya Ramadhani, vipi baada ya Ramadhani? Je, sasa baada ya Ramadhani ndio wakati wa wewe kujifungulia kufanya mambo yasiyomridhi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Je, sasa baada ya Ramadhani ndio wakati wa wewe wa kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakika sasa yao
hasatan kipindi kama hichi cha Idi ambacho wengi tumekifanya ndicho kipindi cha lala salama. Kile kipindi cha kwenye boli siku zote kikisha kufika kipindi cha pili pale ndio kipindi cha ima ufunge ima ufungwe. Ndio sasa sisi tumekifanya hichi kipindi cha Idi ndicho kipindi kama hicho. Cha kuwa sasa baada tukisha kufunguliwa ile kuisha sasa Ramadhani imezie, sasa khalas sisi ndio fungulia mbwa. Sasa mwenye kuna tembo ndio atakuna sana, mwenye kwenda kusengenya ndio atakwenda kusengenya sana, mwenye kufanya jambo kadhaa ndio atalifanya sana. Kwani ule wakati wetu tuliokuwa tukiufanya sisi tukifunga tukija madarasani sasa umeondoka. Sasa hakuna madarasa, sasa hakuna jambo kadhaa, sasa hakuna tarawehe. Kwa hiyo sisi wakati wetu tutautumia vipi? Tutakwenda sehemu fulani, tutakwenda kuangalia sinema, maana sasa ndio kushafunguliwa. Tulipokuwa kwenye Ramadhani mambo kama haya yalikuwa ni ihtiraman, hayafanywi. Hata ile maklabu ukiingia hupati hata Muislamu, lakini sasa ukiingia ndio washafunguliwa. Na kaida wenyewe watasema kuwa bwana Ramadhani shetani amefungwa, lakini baada ya Ramadhani shetani amefungwa. Baada ya Ramadhani kule ile kaida ya sisi kujiwekea ya kuwa Ramadhani shetani amefungwa, lakini baada ya Ramadhani shetani ameweza kufunguliwa, basi na sisi ndio tumfuache shetani, sio? Ndio tukasema kwa Sayyidina Ibrahim bin Adham asema katika mambo ambayo yasababisha kufa kwa moyo ni kuwa sisi twasema shetani ni adui yetu, lakini adui yetu kama huyu sisi ndio tunayemfuata. Adui yetu sisi ndiye tunayemsikiza. Adui yetu sisi ndiye ambaye hatumkhalifu. Kwa hiyo kufunguliwa mashetani kama hawa ndio imekuwa na sisi kujifungulia nafsi zetu, nafsi ambazo kuwa tulikuwa tumezilea kwenye taa ndani ya Ramadhani, nafsi ambazo kwamba tulikuwa tumezipa imani ya kisawa sawa, nafsi ambazo kwamba tulikuwa tumezishibisha subra na takwa ndani ya Ramadhani. Lakini tuko wapi sasa yao? Nafsi kama hizi je, ziko wapi sasa hivi? Yale tulikuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani imekuwa hayasikilii hata 50% kwa mambo tunayofanya sasa yao. Tulikuwa tukifanya mambo ya sunna, sasa yao ya faradhi tumeyawata. Tulikuwa tukifanya mambo ya ziada, walikuwa Mwenyezi Mungu amewafikia kufuturisha huyu, kumfuturisha huyu, kumfanyia khairati huyu, kumfanyia khairati huyu. Sasa ndio tumeshamaliza mambo kama haya. Hakuna kufuturisha maskini, hakuna kutoa kadha, hakuna kufanya kadha. Je, hili ndio hali yetu sisi baada ya Ramadhani? Je, sisi tuko radhi kupambana na Mola wetu tukiwa kwenye hali kama hini? Maswali kama haya kila nafsi lao tutajiuliza, basi utapata wewe mwenyewe una question mark. Kwa kuwa question mark kama ile wewe ulikuwa mwenyewe tayari, ulikuwa kabla ya Ramadhani una swali ukijiuliza, mimi ni mwenye kufanya jambo kadhaa. Kabla ya Ramadhani ulikuwa ukijiuliza nafsi yako, mimi nalikifanya jambo kadhaa, lakini je, yastahiki jambo kama hili kulifanya ndani ya Ramadhani? Je, jambo kama hili mimi nafaa kulifanya jambo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Je, jambo kama hili nastahiki kulifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na hivyo hivyo ni lazima swali kama hili tujiulize baada ya Ramadhani. Jambo kama lile niloliwata kwa ajili ya Ramadhani sikulifanya ndani ya Ramadhani, je, yastahiki kulifanya nje ya Ramadhani? Je, yastahiki kufanya jambo kadhaa baada ya kuwa nimetoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Swali kama hili lao tutajiuliza, basi tutaepukana na mambo mengi sana. Kwani siku zote ibada haina limit ya kuwa mimi nitafanya ibada kwa kipindi fulani peke yake. La,
Hakika ukijilimit siku zote kama tulivyosema, ndio utaafikiwa kwa vile ulivyojiwekea limit nafsi yako. Basi sisi ambaye tumetoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani huku tukiwa hatujui hali yetu vipi, je, tutaifunga Ramadhani inayokuja? Je, mambo kama haya ambayo tutayafanya baada ya Ramadhani, tunataka Ramadhani inayokuja isikilie wakati sisi tuko kwenye hali kama hii? Kwenye mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani ya mujahadatun nafsi, ambalo jambo kama hili lilikuwa likitusaidia kwenye kuepuka shahawati zetu na kuepuka yale matamanio ya nafsi na nini na nini na nini. Je, baada ya Ramadhani, je, limekatika jambo kama hili? Maswali yote haya tumejiuliza baada ya kuwa tayari sisi nyoyo zetu na nafsi zetu tushazinosheleza na tushazijaza imani na takwa na kila jambo jema. Kwani Ramadhani ni kama station. Tuseme Ramadhani ni station ambayo kwamba mathalan utatukua gari lako utalipeka petrol station, utakwenda kulijaza mafuta. Na Ramadhani ni namna hiyo hiyo. Utakwenda pale kwenye ile station kama ile, utakwenda kuzijaza lile gari lako na kulifanyia amali. Lakini gari kama lile ukisha kulijaza mafuta, ukisha kulitumia 100% yatatumika ile mafuta, kutakuwa kuna tena mafuta? Kutakuwa hakuna tena mafuta. Kwa hiyo lazima ufanye tena nini? Ni lazima urefill tena. Kwa hiyo baada ya Ramadhani tutajirefill vipi sisi? Ramadhani imeshaisha, Ramadhani as a station imekwisha. Sasa tutajirefill vipi? Kujirefill kule kuendelea na zile amali tulizokuwa tukizifanya ndani ya Ramadhani, ndio kujirefill nafsi zetu na taa. Kando na kuwa utasema mimi nilikuwa nikifanya jambo fulani wakati wa Ramadhani, kabla ya Ramadhani, lakini sasa siwezi kuliwata jambo kama hili. Basi hatukwambii kuwa wewe bwana bakia kuwa wewe ni malaika, usifanye kadhaa, usifanye kadhaa. La. At least jambo ambalo uweze kulifanya ni kuwa wewe tu uendelee na ile amali ambayo kuwa ulikuwa ukifanya ndani ya Ramadhani. Tukiwa sisi ni watu ambao kwamba tumefaidika na Ramadhani, je, tumepambika na sifa za almuttaqin? Je, tumepambika sisi na sifa za kuwa ni wenye kufanya mambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Walikuwa wakiyafanya mambo ya khairati ndani ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu awatakabalie, walikuwa wakiyafanya. Wako walikuwa wakiyafanya khalisan liwajhi Allah Ta'ala, na wako walikuwa wakiyafanya kwa sababu ya show off, kutaka watu waseme fulani alikuwa akifutarisha, fulani alikuwa akifanya jambo kadhaa, fulani alikuwa akifanya jambo kadhaa. Hakika sisi tumetoka kwenye mwezi ambao kwamba ulikuwa ni mwezi wa taa na amali. Je, baada ya Ramadhani ndio tuingie kwenye miezi ambayo tumeifanya ni miezi ya kurudi kwenye maasi na kurudi kwenye moto? Je, miezi kama hii ambayo sisi tumeifanya ndio haina maana kwetu? Je, ni kweli haina maana? Je, ni kweli kuwa miezi kama hii haistahiki kwetu sisi kufanya taa kama hizi? Je, miezi kama hii ndio miezi ambayo kwamba sisi tupoteza zile hukuku ambazo tulikuwa tukizifanya ndani ya Ramadhani, katika mambo ambayo kwamba tukiwata swala, tukiwata zipindi, tulikiswali kwenye Ramadhani kwa jamaa? Mtu kwenye Ramadhani alikiswali zipindi 5 kwa jamaa maa takbiratul ihram. Lakini je, nje ya Ramadhani ni vipi hali yetu sisi na swala zetu 5? Je, baada ya Ramadhani vipi sisi pamoja wewe na alaka yako wewe na jirani yako? Katika yale mambo ambayo kwamba twajisahau sana baada ya Ramadhani ni jambo kama hilo tulikuwa tukilifanya la
kujaza misikiti kwenye afalul khairati na swala na kufunga na nini na nini, lakini baada ya Ramadhani kujisahau, kutokwenda kuswali kwa time utakayo, kufanya jambo kadhaa kwa kujisikia. Jambo lingine ni kuwa sasa tulikuwa wakati wetu sisi ni wakati wa kusikiliza madarasa. Sasa tumebadilisha darasa, tumefungua mziki. Sasa tulikuwa tukiangalia zipindi ambazo zilikuwa zimepangwa ndani ya Ramadhani, basi wakati ule sasa tumefanyia changing, tumefanya sasa ni wakati wa kufungua movie. Maana sasa ndio ukienda kina Cinemax kumeawa huko, na hasatan kwa siku hizi ukienda labuda tikiti ukienda leo utapata tikiti ya kesho kutwa, kwa hizi siku zilivyokuwa ziko booked. Pamoja na kujisahau na kufanya mambo ambayo sheitani ndio kwake yeye ni mambo yenye ladha, lakini ukiangalia kwa Rabb Jalla Jalalu ni mambo yenye kutukiza. Kwa hiyo sisi hali yetu baada ya Ramadhani yatakiwa iwe sampuli gani? Katika mambo ambayo kwamba ni lazima sisi tuwe ni wenye kuendelea nayo baada ya Ramadhani ni katika aya ya Qur'ani yasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Uwe ni wenye kumwabudu Mola wako hatta ya'tiyaka al-yaqin. Usiwe wewe ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye fatra muayyana. Siku moja shetani alikuwa kwa mwanachuoni ambaye alikuwa ni abid, akaja akamkuta yuko kwenye khalwa yake yuaswali. Basi mwanachuoni kama huyo akasema, mimi nikaona mwangaza umetokelezea, kwani wale wanazuoni walikuwa wakiingia kwenye khalwa zao ni khalwa sehemu ambayo ukiona ina giza ina nini, kwa ile kutaka khushui pamoja na kufanya ile communication yake yeye na Mola wake. Basi alikuwa wakiingia kwenye khalwa, wakiingia pale, akasema nikaona mwangaza umeniingilia pale, kikatoka kiumbe kikanambia, ya fulani, hakika ushamwabudu Mwenyezi Mungu kwa wakati unaotosha, umeswali sana, umefunga sana, umefanya amali sana, umetoa sadaka sana, mpaka ulipofikiria hapo tosha. Sasa tia full stop wewe, sasa kula maisha wewe, nenda sehemu fulani. Basi ule jamaa akamwambia, lau kuna mtu ambaye ana haki zaidi ya kuambiwa kama hivyo, angekuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angekuwa ameambiwa Mtume, bwana wewe usiswali, kwa sababu yeye amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na ambayo yako mbele. Lakini alimwambia kitu kama hivi, na akamwambia kwenye Qur'ani tumeambiwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ndio pale shetani akajigeuza akamwambia, una bahati sana, kwani mimi kwa njia hii nimeitumia, nimepoteza walikuwa wakiabudu 1000. Nilikwenda kwa watu walikuwa wakiabudu 1000, nikiwaambia kwa njia kama hii, basi wao nikawa ni watu wenye kutoka kwenye dira, kwa kuambia tu wewe umeswali sana, umefanya sana, huku akiwa amesahau aya kama hii. Tulikuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani ni kama tulikuwa tukifuma. Zamani walikuwa wakifuma sweta, wakifuma maboshori yale ya baridi, lakini sasa baada ya Ramadhani yale matendo ambayo sisi tuyafanya tumekuwa ni kama wenye kuyafumua yale tulikuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani. Je, wewe uko radhi kwenda kwa Mola wako hali ya kuwa kitabu chako kiko zero, zile amali zote ulikuwa ukizifanya umezifuta kwa yale matendo ulikuwa ukiyafanya baada ya Ramadhani? Je, wewe uko radhi kutolewa roho yako hapo ulipo ukiwa
ukienda kwa Mola wako uambiwe kuwa yale uliokuwa ukiyafanya ndani ya Ramadhani hukuyafanya khalisan liwajhi Allah ta'ala, yale matendo uliokuwa ukiyafanya ndani ya Ramadhani yamebatilishwa na yale uliokuwa ukiyafanya baada ya Ramadhani. Kwa hiyo sisi sote lazima sisi tuwe ni wenye kutia akili na kutanabahi kuwa yale tuliokuwa tukiyafanya ndani ya Ramadhani ni lazima kwetu sisi kuendeleza baada ya Ramadhani. Kwani siku zote watu wataka sana mambo ya sunna na mambo ya ambayo ni mustahabbat, lakini hatutaki mambo ya faradhi. Ndio ulimwengu ulivyotusibu sayau sisi. Tunataka swala za sunna kwa kuwa kwenye swala kule kwenye tarawehe kutagawanyizwa kadhaa, kwenye tahajjud, kwenye qiyamul layl kutagawanyizwa daku, kutafanywa hivi. Lakini sasa tumetoka kwenye mambo kama hayo, tumeingia kwenye faradhi. Je, vipi wewe na faradhi yako? Utaiswali kama ulivyokuwa ukiswali kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ni swali ambalo kwamba lazima kila mtu ajiulize, na mwisho utajipa maswali kama haya, utajipa majibu kwa nafsi yako. Ujiangalie wewe, ujipime nafsi yako, ujue utakuwa uko wapi. Kwa hiyo insha Allah Taala lazima kila mtu ajiulize maswali kama haya. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu atuwafikie insha Allah Taala, atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.